huyu mama, huyu baba. Kasi balaa. Usipite kwenye kiwanja chake sasa unapita unaenda wapi? Haleluya. Amefariki watu wanalia. Wanalia wanatamani arudi. Kwani ameacha alama. Ila wewe tunaacha alama. Kuna alama kwa jirani. Unaweza zuweza. Kuna alama. Ama ukichomoka hivi jirani yako anaona kuna kiungo kimepungua. Yana naishi maumivu. Haleluya. Bwana anatamani mimi na wewe tuwe hivyo. Tuwe watu ambao watu watulilie. Ukihama eneo watu watualie. Jamani. Mtu wa Mungu huyu jamani. Mwingine hata hujawahi kumpa hata 100. Ila tu uwepo wako alikuwa anamfurahia. Wanaweza ziwe sana. Iwe hivyo. Sema iwe hivyo kwangu kwa jina la Yesu. Iwe hivyo kwangu kwa jina la Yesu. Tamani we baraka. Na Yesu anatamani sana watoto wake tuwe baraka. Tunapotoa muda, tunapotoa mali, tunapotoa msaada kwa wengine, tunaleta nuru. Wanaweza sikiliza. Tunaleta nuru. Tunaleta tumaini. Wanaweza sikiliza. Lakini tunaleta baraka au watu kubarikiwa. Yaani kumuona Mungu kupitia sisi. Wanaweza sikiliza. Kwa hiyo watu wa Mungu tujitahidi sana. Ile somo limekuja mahususi. Nimesema leo nitasema vipengele vichache. Pointi ya 5, kwa nini tuwe baraka? Ili kudhihirisha agizo la Yesu la kuwa nuru na chumvi ya dunia. Haleluya. Ili kudhihirisha agizo la Yesu la kuwa nuru na chumvi ya dunia. Kitu ambacho hakina uchoyo ndani yake ni nuru. Unaona umwana? Yaani ukifungua mahali popote tu unafunguka. Unawamulikia watu. Hauna uchoyo. Haleluya. Ndani yake nuru haina uchoyo. Mathayo ile 5:13 inasema ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Asema ifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa. Haleluya. Sisi ni chumvi. Maana tulete ladha. Haleluya. Tusiwe chumvi iliyoharibika. Unajua hapa anasema ile chumvi ikiharibika maana alikuwa anazungumzia mazingira mengine kwamba hawa watu wanaweza kuwa chumvi lakini baada ya kuwa chumvi wanaweza kugeuka wakawa sumu. Anasema hiyo ifai kutubu. Inafaa kutubu. Kwa hiyo Mungu anatamani tuwe chumvi. Chumvi inafanya nini? Inaleta ladha. Haleluya. Mboga yoyote ni tamu, lakini sasa toa chumvi. Yaani siwe na nini? Na chumvi. Ni mabaya. Asikwambie mtu. Siwe na nini? Na chumvi. Ni mabaya. Kwa hiyo dunia na ulimwengu Yesu aliyotuweka alitamani tulete ladha. Tulete upatanisho. Watu wakikosana tuwe ladha ya kuwapatanisha. Haleluya. Lakini je, mimi na wewe tunafanyaje? Au mimi na wewe tunakuwa ndio tunaseti watu waendelee kufarakana? Hapana. Yesu anatamani mimi na wewe tuwe chumvi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuwe chumvi kwa jina la Yesu. Yesu azungeza. Tulete ladha. Tulete harufu nzuri. Maana amani patikane kwenye mtaa. Kwa sababu kuna mlokole mmoja amesimama anaomba anakamata na wingi. Watu wakusema na wapatanisha. Asema usifanye. Haleluya. Mungu anatamani dunia hii haiwezi kustahimili dunia isemeni chumvi. Anatamani tutie ladha. Ili dunia iendelee kuwa nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
ili dunia iendelee kuwa nzuri. Lakini anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Anasema mji huwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawastaa na kuiweka chini ya pishi bahari ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Maana Mungu anasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo matendo mema yanafanya watu wamtukuze nani? Tukitenda mabaya, maana tukitenda mabaya tunafanya watu wamtukane Mungu. Wasema ulokole nao jamani, huyu ndo aliyeokoka. Niwahi kutana na mtu mmoja akawa amepata shida na mtu ambaye ameokoka, akamwibia. Na Yesu asifiwe. Sasa unajua yeye analaumu, analalamika, mimi nilikuwa karibu yake tu hata hajaniona. Analalamika, anasema jamani. Yesu anasema kama ameokoka. Hivi kweli. Nilikuwa natamani hata kuokoka, lakini kumbe wokovu ndio ulivyo. Haleluya. Yaani yeye ameutafsiri wokovu kwamba kumbe ndio uko hivyo. Kumbe watu wa Mungu hatuko hivyo, hata bali tuko hivyo wote. Kumbe ni lile tu ambalo nini kwenye mbwa mwitu. Mbwa mwitu kwenye kondoo. Limetokea. Ni magugu katikati ya agano. Kwa jina la Yesu. Mimi na wewe tusiwe wale magugu. Tuwe ngano safi. Haleluya. Tuwe ngano safi. Na mahali hapo panaitwa kimbilio. Watu wakimbilie kwako. Haleluya. Watu waone mwanga kwako, waone nuru, wakimbilie. Sio nasema mimi na sasa pale kimbilio. Ya watu wanakimbilia kwako au wanakimbia. Haleluya. Yaani ndugu wakija hivyo wanakimbia. Hawakai. Unajua kuna watu wameokoka lakini hata ndugu tu kuja kukaa wanaogopa. Kwa sababu ya tabia yake, yani ni mwamba. Ni mwamba bana. Lakini kanisani Jumapili anaenda na anabeba Biblia na anaimba na kwaya ikiwezekana. Lakini hata huko unamkimbia. Hata kama unatenda mema vipi, lakini ukisahau wajibu watu wa baraka kwa wengine, na kuambia Biblia inasema ni hakitaingia kinyonge. Haleluya. Hakitaingia. Maana pengine nasema Yesu alikuja ili atutwalie kanisa safi, lisilo na mawaa, lisilo na makunyanzi, ambalo halina vijokujoku ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ambalo limenyoka. Hilo kanisa ambalo amekuja kulichukua Yesu. Haleluya. Mimi na wewe tukawae mmoja kwa kanisa hilo. Yawe maombi yako, yawe maombi yangu. Tunapofanya mema, tujue kwamba tunapofanya mema na kuishi kwa haki, na jamii inamuona Mungu kupitia sisi. Yaani tunapofanya mema na kuishi kwa haki, ndio huu mstari unaosema vivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana maisha yetu yanafanya Mungu atukuzwe. Yakiwa mabaya yanamfanya Mungu atukanwe. Binti, uwe na maisha ambayo yanamfanya Mungu anatukuzwa. Kijana, uwe na maisha ambayo yanamfanya Mungu anatukuzwa. Baba, uwe na maisha haya. Mama, uwe na maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha haya Kristo anataka tuwe hapo. Anatamani tuwe namna hiyo. Pointi ya 6, sababu ya 6 ya kwamba kwa nini tunatakiwa tufanyike baraka. Sababu ya 6 nasema matendo ya wema huleta amani na umoja katika jamii.
matendo ya wema yanaleta amani. Kitabu kile cha sija kiandika hapo, kitabu cha Mithali ya kwanza, Mithali 15. Tuone hapa kwa mtakatifu Mungu tusome Mithali 15. Mithali 15. Mithali 15 mstari wa kwanza anasema hivi, angalia. Hapa kwa hiyo tunasoma matendo ya wema kuleta amani na moja. Mithali 15 mstari wa kwanza anasema, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea kadhaa. Mstari wa pili anasema, ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga pumbavu. Kwa hiyo jawabu la upole linamaliza ugomvi. Anaweza asifiwe sana. Matendo mema yanaleta umoja, yanaleta amani. Anaweza asifiwe sana. Yaani mtu anaweza kaja kwa shari kwako, ukamwangalia tu, unasema tu Mungu akurehemu, si ndio? Ukawa na majibu tu ya kawaida, unisamehe tu niishi. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema jawabu la upole linageuza hasira. Maana jawabu la upole linaleta amani. Haleluya. Linaleta amani, amani kwenye familia, amani kwenye jamii. Haleluya. Sio unasema wanatuonea walokole, wanajua labda hatujui kuongea. Ngoja sasa nikuonyeshe. Yesu amekuita tuwe watakatifu. Na utakatifu hauna kumwonyesha mtu. Haleluya. Hauna kabisa. Unakataa. Utakatifu unasema usinde ubaya kwa wema. Utakatifu. Haleluya. Hauna kumwonyesha. Nitamu